Taarifa na fikra potofu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambayo inaendelea kusambaa kutoka kwa kiongozi Godbless Lema, ambaye baada ya kuweza kuzungumza kile anachokihisi ndani ya ukurasa wake wa Instagram, na huko pia akiweza kuretweet huko akiwa anazungumzia kuhusiana na kile anachokisikia kwamba hatima yake iko karibuni kuweza kufa, lakini yeye anachokiamini na anayemwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama kuna swala zima la yeye kuweza kuuawa ama Tundu Antipas Mughwai Lissu kuweza kuuawa, basi yeye anaamini katika upande wa kusimamia haki na msimamo wao wa no reform no election. Sasa ni moja ya hofu kuweza kutanda kwa baadhi ya wananchi, lakini pia ni fikra potofu ambayo huenda kwa Godbless Lema amekuwa akiishi nayo, kwa kuweza kuamini kwamba labda pengine kuna mpango kazi wa yeye kuweza kuuawa ama Tundu Lissu kuweza kuuawa ama kunyongwa, na ni taarifa ambazo tayari zimekuwa zikisambana kuenea na kuwafanya baadhi ya wananchi pamoja pia na wanachama kuweza kuona sintofahamu kuhusiana na Tundu Antipas Mughwai Lissu. Ndio maana watu wengi wamekuwa wakihoji na kuweza kujaji kwamba kumekuwa na ukimya muda mrefu na watu wanatamani sana hata kuona sura na uwepo wa Tundu Lissu, lakini pale ambapo pamekuwa na changamoto ya ukimya kuweza kutanda, manake na kile kinachoendelea kuzungumzwa na Godbless Lema kwamba pengine tayari ameshasikia na ameshaweza kujihakikishia kwamba naye mwenyewe pia labda serikali iko kwenye mpango kazi wa kutaka kumua. Yote ni sehemu na nukuu kubwa ya Godbless Lema, ambaye tayari ameonekana kuweza kuwa na kisukari cha kuweza kupanda na kuzungumza maneno mengi kuhusiana na kile kinachodaiwa. Kwa upande wake yeye binafsi hana ushahidi na hana uthibitisho, lakini amekuwa akizungumza kwamba pengine kuna asilimia kubwa ya yeye kuweza kuuawa, ama pia kile alichoweza kuzungumza kwamba alipopata nafasi ya kuweza kuzungumza na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo ilikuwa ni katika eneo la gereza la Ukonga, na ikiwa msimamo mkali unaendelea kuwa pale pale, yani acha iwe mvua acha liwe jua, lakini msimamo wa no reform no election kwa upande wa nukuu ya Godbless Lema pamoja pia na Tundu Antipas Mughwai Lissu, ambao wameonekana kuwa kwenye rada na kauli ambazo hazina uthibitisho na hazina ushahidi, lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo wanachokiamini Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti pamoja pia na mwanaharakati wa kisiasa ambaye ni Godbless Lema, pengine mmoja wapo ama wote wanaweza kupoteza maisha ndani ya mwaka 2025. Cha msingi tukutane kwenye comment, lakini pia kwa hili ni moja ya agizo kubwa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambalo pengine linawataka Watanzania ama wananchi waweze kuelewa nini kinachojiri ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tukutane kwenye comment.